Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Tuombe. Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu mtumishi wako Bosco Rugatingira Kajumulo ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Tuitikie, twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Bwana, uwasamehe kwa wema dhambi zao zote na uzipokee kazi zao njema. Bwana, twakuomba utusikie. Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha huyu ndugu yetu Bosco. Bwana, uwatulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Bwana, twakuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Maneno machache kabla ya kushusha mwili kaburini. Tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, lipo simulizi linalomhusu mama mmoja anayeitwa Dorcas. Dorcas alikuwa na kazi iliyokuwa inamuingizia kipato, kazi yake ya kufuma vitambaa, kazi yake ya kushona nguo. Aliifanya kazi hiyo kwa moyo wake wote na kwa nguvu zake zote na kwa upendo mkubwa. Watu walimfahamu Dorcas, walimpenda Dorcas, walishirikiana naye kwa sababu ya kazi yake hiyo. Dorcas aliugua akafa. Watu kutoka mbali na jirani walikimbia kuja kuomboleza msiba wa Dorcas. Walilia sana, walisikitika sana, yalikuwa ni majonzi na maumivu, na walikuwa wakilia wakionyesha kazi za Dorcas, wakionyesha vitambaa vyake alivyokuwa anavifuma, nguo zake alizokuwa anazishona, na watu walijisikia furaha kwa kazi hizo alizokuwa anazifanya Dorcas, na wanaomboleza huku wakisikitika kwamba ni nani sasa atakayekuwa anatushonea tena nguo na vitambaa vizuri vya kupendeza ambavyo Dorcas alikuwa anatufumia na kututengenezea. Yalikuwa ni masikitiko makubwa. Ndugu zangu, huyu ndugu yetu Bosco Rugatingira Kajumulo, labda na yeye pia ana vitambaa vyake na kazi zake ambazo alikuwa akizifanya, na tunasikitika kwamba ni nani atakayeziendeleza kazi hizi njema na nzuri. Tunaumia na tunasikitika, lakini tujawe matumaini na imani, tusukume kumshukuru Mungu hata katika nyakati ngumu na katika mitihani hii. Tunapoelekea sasa kuweka mwili wake ardhini urudie huko ulipotoka, tuzidi kumsindikiza kwa sala zetu na maombi yetu, lakini iwe ni fursa na nafasi kwetu sisi wenyewe ambao ipo siku sisi nasi tutalala usingizi wa milele, tuishi maisha ambayo yataakisi kile ambacho tunakiamini na kukisadiki katika maisha yetu, hasa amri kuu ya upendo. Kumpenda Mungu maana yake ni kuzishika amri zake, na kama tunazishika amri zake maana yake tutapendana sisi kwa sisi, na tukipendana sisi kwa sisi tutatendeana haki. Tutatendeana haki katika maisha yetu haya, ili Mwenyezi Mungu pia aweze kutujalia haki ambayo kila mmoja wetu anaisubiri.
Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu Bosco kutoka uzima huu. Tunauweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu Bosco kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Batizwa, Mungu akamilishe ndani yako aliyoanzisha katika ubatizo. Na sasa tuushushe mwili kaburini. Ninakulilia, sikiliza sauti ya kilio changu. Sikiliza sauti ya kilio changu. Ninakulilia, ninakulilia, sikiliza sauti ya kilio changu. Sikiliza sauti ya kilio changu. Bwana, kutoka vilindini ninakulilia. Bwana, sikiliza sauti ya kilio changu. Ninakulilia, ninakulilia, sikiliza sauti ya kilio changu. Sikiliza sauti ya kilio changu. Raha ya milele umuangazie, raha ya milele umuangazie, raha ya milele umuangazie, raha ya milele umuangazie. Baba yetu uliye mbinguni, mkate wetu wa kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha milele uwape Bwana. Roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani.
Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Katika maji ulibatizwa, Mungu akaisha ndani yako aliyoanzisha katika ubatizo. Wewe ni mavumbi, utarudi kuwa mavumbi. Bwana atafufua siku ya mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Basi umefika wakati wa kuweka udongo. Ningeomba kina mama watalia kidogo. Mama Masawe, Mama Kasanga na Mama Mwindi, Mjomba Richard, Mjomba Florence, Kaka Amon, Baba Mwindi hapo, Kaka Albert, hao ndio waliko karibu. Muga yuko hapo karibu, Kasanga na wengine ambao wako karibu, Hombek, wengine siwaoni hapa, Alexander, Grace, Arnold, Deus, Advela, Avina, basi alikuja na mwenzi wake kama nilikutaja, nadhani Dada Lois, Kaka Albert na mwenzi wako Karungi. Wale ambao kuja na wenzi wao basi na wenyewe waweke. Ma Oliver,
Ramadhani nadhani ameshaweka. Kama kuna mtu yote nimemsahau. Bwana Pius Mwakimenya, nasikia amesema naye Biko, rafiki yetu pale amesema naye Kibohehe, mwenzake amesema alikuwa naye kabisa chumba kimoja, darasa moja, umelala wote Kibohehe. Majirani Sanifu, brother Sanifu na majirani Utembo na pale Nkrumah. Majirani pia, kuna majirani zetu walisema wa National Housing Ubungo, walitoa virambi pale. Mr. Karua kama amefika, nilimwita wakati fulani sikumuona. Allen, Roman, Alois, na labda naomba chepe kidogo, na wote hapa waliko karibu hapa, naomba chepe. Kila mmoja aliko karibu hapa naomba azonga zuko hapa karibu, fika uweke mchanga, udongo. Ningeomba pia, kwa sababu tuko ndani ya muda, tuko vizuri, wale wote ambao tumesafiri tumefika hapa, chukueni kwenye chepe hapo, weka udongo, alafu ukimaliza unarudi nyuma. Ukimaliza unarudi nyuma. Wale wote ambao tumesafiri na hata majirani wa hapa ambao wamekuja kuzika, naomba wote kila mmoja aje ashiriki katika safari ya mwisho ya kumwaga mpendwa wetu. Kila mmoja aliyefika hapa amesafiri, aje ashiriki, kila mmoja. Ukimaliza unatoka kusudi uachie nafasi kwa ajili ya wengine. Kila mmoja tafadhali, kama umesafiri au kama ni jirani wa hapa kijijini, kila mmoja aje ashiriki. Wote tumesafiri kwa upendo, basi wote tufike hapa tumwage ndugu yetu, rafiki yetu, mpendwa wetu, jirani. Majirani wa Ubungo pale, Biulia, wote. Nadhani kila mmoja ambaye yuko mahali hapa ni vizuri akashiriki, kwa sababu ametoka mbali kwa ajili ya jambo hili. Basi njoo wote tushiriki. Ukimaliza unakaa kwa pembeni kusudi utoe nafasi kwa wale ambao wako wanakuja. Kila mmoja ana nafasi ya kushiriki kumwaga mpendwa wetu. Natumai wote tumemaliza. Basi nadhani ndio kwa mwisho, kama sikosei. Kama kuna mtu mwingine yeyote, asanteni. Tunafunika, tuko tayari kufunika. Mafundi walete ile nondo zile mlizosuka, kama zipo tayari mzilete, mziweke hapa juu, na zile mbao na nini. Maji mchanganye zege kama tayari lipo tayari. Tukishakamilisha hapo kufunika,
tumalize ibada mpaka ukisema kabisa ili tuache kwa nani sasa Tumsifu Yesu Kristo. Hawa mafundi wakati wanaendelea na kazi yao hii, baadaye watakapoleta nondo zile zilizosukwa, wakishaweka nondo, kabla ya kuanza kuchanganya zege na kumwaga hapo juu, tutaanza kuweka kwanza mashada na mambo mengine, na kama kutakuwa na mwenye kuongea neno na nini. Baada ya hapo tukishakamilisha kila kitu na baraka ya kutawanyika mahali hapa, ndipo mafundi sasa wataondoa mashada na kuanza kumwaga lile zege. Asante. Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, ili siku moja tufike salama katika ufalme wako mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe katika raha ya milele, huyu ndugu yetu apumzike kwa amani. Subirini kwanza nyema. Kichwa kiko wapi? Kichwa. Uandikwe ishara ya Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliyekukomboa kwa ishara hii. Upumzike kwa amani. Sasa zoezi lile la kuweka mashada na mishumaa na hivi linaweza likaendelea.
kama ishara, afu baadaye yatatolewa na kuanza kumwaga zege. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mashada wale ambao wameandaliwa, tunaomba waje hapa kusudi tuweze kujipanga. Watu wenye mashada, anayejua utaratibu wa mashada aje atuelekeze kusudi tuweze kuanza ku tunaomba tupate utaratibu wa mashada. Tutaanza na padre. Baba padre atatuwekea shada la kwanza. Amina. Naomba mabinti watusaidie hapa. Asimwe hapa. Naomba wakina mama, Mama Sawe, Mama Kasanga na Mama Hindi kwa pamoja wanaweka shada na mjomba Richard na ushiriki kwenye kuweka shada hilo. Haya, niliambiwa na shada, niliambiwa na National Housing wana shada. Haya, makaka tukiongozwa na kaka mkubwa, kaka Albert na makaka wengine, Amoni Muga na makaka wengine pale, na lingine la madada, naona makaka na wezi wenu. Kuna shada la madada shada la madada wapi hao? Madada wanasema kaka au Barbara Johnson pia wana shada lao. Barbara Johnson akiongozwa na Ng'ombe. Niliambiwa National Housing wana shada. Shaweka. Bamuindi. Kasanga. Wale majirani wa Nkrumah niliwaona hapa, majirani wa Nkrumah. Majirani wa National Housing.
Mr. Karua na mwenzi wake. Tunaye pia mwenyekiti wa Mwitemo Mr. Karua, karibu. Mwenyekiti wa Mwitemo. Mwenyekiti wa Mwitemo. Saidi. Saidi yuko pale. Nikikupendeza Mungu wangu, nami nitakuwa safi safi sana. Nikikupendeza. Kama kuna mtu alileta shahada maalum na angependa kuja kuliweka mwenyewe, kama kuna mtu alileta shahada maalum na anataka kuja kuliweka mwenyewe, pia na yeye akaribie. Odax, karibu weke shahada. Wake sikuona ukiweka shahada. Mjomba Florence Kioma naye alikuwa aliweka shahada. Sikumwona Deus, sikumwona akiweka shahada. Deus, Bwana Deus anaweka shahada. Kuna wafanyakazi wa Bunju, wafanyakazi wa Bunju, wafanyakazi wa Bunju na wafanyakazi wa Mbezi. Grace Kisiraga, wafanyakazi wa Mbezi sijaona. Hapo wafanyakazi wa Mbezi nao wafanyakazi wa Mbezi hivi hawasikii au hawapo? Walikuwa mbali. Hao ni wafanyakazi wa Mbezi, wameishi na karibuni baki shahada leno vizuri kabisa. Bwana Theobald, na marafiki wa Kasanga ambao ni marafiki wa Bosco pia na shahada hilo. Marafiki wa Kasanga, sogeni wote hapo, mweke kwa pamoja. Subiri taratibu, afu mpate picha nzuri. Subiri mpate picha nzuri kwa pamoja. Subiri mpate picha nzuri kwa pamoja, marafiki wa Kasanga. Asante. Haya, kwa pamoja pata picha nzuri kabisa. Asanteni sana. Tunazo roses hapa, naomba zigawiwe. Mtu yoyote ambaye amesindikiza na hajaweka, Mama Halima,
Mama Halima nimeshindana na Bosco akashinda kesi. Huyu Mama Halima anapewa upendeleo wa pekee kabisa. Mama Halima, karibu na wengine. Alexander sijakuona na mwenzi Alexander na mwenzake hapo waweke. Nado kwa mwingine sikuona na kaka kutoka Udongo. Stella sijamwona. Crisanta Masawe, kama mpo njoo mweke maupo bongo maua kweli. Muga Dani Kajumulo, Amoni uliweka mashada. Kagabiro Buleza, iwe na wakilisha watu wa Buleza. Ndiko sawa. Kuna mwingine ambaye alipaswa kuweka hajaweka? Mazrui, niambia kuna mtu anaitwa Mazrui. Mazrui. Sasa tunaelekea kumaliza. Nadhani naomba nimuite Mama Karungi akabidhiwe roses na wewe aweke. Mama Karungi. Mama Karungi ambaye anaitwa Oliver. Mama Karungi mlinzi wa hapa anaitwa Wile na mke wake Wile. Karibu Wile, uweke shada hapa. Tunakaribia kabisa kumaliza. Basi mimi nitakuwa wa mwisho kidogo. Mafundi njoni tuweke pamoja. Mimi na nyie tunaweka wa mwisho. Wapi? Pata picha nzuri hapo kwa ajili ya mafundi na mimi. Tunaweka kwa pamoja. Amina. Asante, tumefunga zoezi na mashada. Kwako Baba Padre. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba DJ, okay. Naomba tuitazame hii nyumba ya Bosco kwa tafakari. Bosco ndio nyumba yake hii na tumempamba, ishara ya upendo kwamba tunampenda na tulimpenda na tutaendelea kumpenda. Hatutaweza kwa namna yoyote ile kushirikiana naye kimwili, lakini kwa uhakika kabisa tutaendelea kuwa pamoja naye kiroho. Na kwa sababu tunampenda na tutaendelea kumpenda kiroho, sisi tulioshiriki maziko yake, tuliyempumzisha katika nyumba yake hii, tulioipamba nyumba yake hii kwa maua haya, lakini zaidi sana kwa sala zetu, maombi na dua zetu, tunatamani kila siku tuwe tunashiriki
ibada ya misa tukiendelea kumwombea. Inafaa kwa siku 30 walau minimum kusali mfululizo ibada ya misa. Niwakaribishe sasa kila mmoja ambaye ameshiriki mahali hapa kutoa nia ya misa kwa siku 30 kwa ajili ya ndugu yetu Bosco anayelala mahali hapa, ili tuendelee kumwombea. Niombe kama kuna kisonzo tutakapoweka hiyo kwa ajili ya kutoa sadaka ya misa, mtu fulani atuletee. Kila mmoja ambaye amefika mahali hapa, anayempenda Bosco, aliyemfahamu Bosco, aliyeshirikiana na Bosco moja kwa moja au kupitia ndugu na jamaa na marafiki, anayetamani kwamba tuendelee kumwombea pumziko jema, lakini ikiwa ni nafasi na sehemu pia ya kujiombea sisi wenyewe, karibuni ili tuweze kuendelea kumwombea ibada hiyo ya misa kwa siku 30. Karibuni. Tufanye zoezi hilo chap ili tuweze kuwaruhusu mafundi waendelee na majukumu yao. DJ. Jamani, karibuni kwa ajili ya kuweka nia ya misa ya kumwombea mpendo wetu Bosco. Mpendo wa Mungu kabisa wa mwisho kwa Bosco, ambaye anahitaji sasa hivi sala zetu kuliko jambo lingine lolote ambalo tunahitaji kutoka kwetu. Anahitaji sala kusudi aweze kupata kustahili au kustahilishwa kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa hiyo chochote ulichokuwa nacho kidogo kinaweza kikamfanya Bosco akapata sala za kutosha na kumfanya astahili kuingia kule ambako wote tunatamani, kwenye ufalme wa Mungu. Kila mmoja wetu kwa chochote alichonacho akaribie. Nashukuru sana kwa wote ambao wamejitokeza. Pako pale. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana. Roho ya marehemu Bosco apate rehema kwa Mungu, apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kabla ya baraka ya mwisho, nichukue nafasi hii kuwapeni pole sana kwa kuondokewa na ndugu, rafiki, jirani, mahusiano yoyote ambayo yalikuwepo kati yetu na Bosco. Poleni sana kwa msiba huu. Tumempumzisha katika maeneo haya ya hapa Mwetemo. Kimsingi Mwetemo inaangukia parokia moja iko hapo inaitwa Kiwangwa. Kwenye nanasi nyingi hapo Kiwangwa. Mimi aliniomba paroko hapo Kiwangwa, anaitwa Padre Aletasius Lisakafu, kwa sababu anayo majukumu mengine. Mimi ninahudumu katika parokia teule ya Familia Takatifu hapo Msata, lakini sijaanza kuishi Msata kwa sababu tunaendelea na ujenzi wa nyumba ya padri hapo Msata. Kwa hiyo ninaishi parokia moja inaitwa Rugoba, uelekeo wa kwenda Chalinze. Poleni sana, Mungu awatie nguvu, tuyapokee mambo haya kwa moyo wa imani na matumaini makubwa. Nawatakia heri na baraka mnaporudi makwenu, muweze kufika salama. Poleni sana, tumsifu Yesu Kristo. Bwana awe nanyi.
Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mafundi angalizo, mtakapoondoa haya mashada na mishumaa mkaweka vizuri zege, mrudishie tena vizuri kabisa kwa utaratibu mashada haya vile vile vizuri kabisa, ikae vizuri. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Basi Baba Padre, tunakushukuru sana kwa moyo wako wa utume. Najua ulipata short notice kuja kwetu kutufanyia ibada hii muhimu sana ya maziko, na umeweza kuifanya vizuri. Tunakushukuru sana. Tungekuwa sio kwenye majonzi tungekupigia makofi, lakini sasa hizi tunakushukuru kwa mioyo yetu. Kwa hiyo tunakushukuru sana na tunakuombea utume mwema katika parokia hiyo teule mpya, na uendelee uweze kupata mafanikio katika ujenzi na shughuli zako zote za utume. Sisi kama familia tunashukuru. Nadhani sijui kama kuna mawaidha mengine ambayo nataka kutolewa, maana tushatoa mawaidha rasmi. Tumsifu Yesu Kristo. Katika moyo huo wa shukrani, mama anasema, padri amesema yuko parokia ya mbali, sio parokia hapa. Ametusaidia sisi wafiwa katika kazi hii ya kwetu. Basi mama katika moyo wake amesema tujitahidi sasa tumtafutie angalau chochote mafuta. Tunafanya kazi katika mazingira magumu kidogo, angalau imrahisishie. Kwa hiyo mama ameomba tufanye hivyo. Kwa hiyo naomba DJ tuwekee muziki mzuri popote, chochote ulichokuwa nacho kwa ajili hii. Sasa sio kwa ajili ya Bosco, hii kwa ajili ya Padre. Tafadhali sana kila mmoja chochote nacho angalie kwa ajili ya uinjilishaji wa Baba Padre. Baba Padre, tunakushukuru. Tuendelee na siku ya mateso ya. Naomba nishike hapa. Simama hapa katikati. Naona mfuko umekuja na mfuko mdogo. Tatosha kweli? Tena ndugu wazito. Basi ngoja tuhakikishe kama mfuko huu tunaujaza jamani. Kama mfuko kadogo tushinde kweli hapa. Kama wanaumwa hospitali upeleke. Jamani karibuni tuweze kuchanga. Muga njoo basi. Ikishindikana hapa na Ulaya upeleke. Changie utapata baraka hapa. Kila siku tunaomba biashara zetu ziende vizuri. Baraka ndio zinapatikana maeneo kama haya jamani. Siku ya mateso ya nani? Wewe Alois mwache Mungu kwanza. Naimba msaada wangu ni Yesu. Siku ya mateso yangu msaada. Jamani hizi ni baraka zenyewe. Asante sana mama kwa wazo zuri. Na naomba tumkabidhi. Kuna mwingine anakuja. Fikiria taratibu John, tafadhali jamani. Hizi ni baraka. Kutoka hapa biashara yako inaenda vizuri kwa sababu umesaidia katika uinjilishaji. Wanakuja ndugu zao wenye vyeo na magari. Baada siku chache. Asante sana Grace. Mungu akubariki sana. Mwingine anakuja na alikuwa anajifikiria. Siku kisingiziwa. Kuna wengine wanasema sadaka za kujimaliza, lakini sijasema hiyo. Hii kwa ajili ya padre, sio ya kujimaliza. Sina siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Naimba msaada. Asante. Msaada ni Yesu. Sina baraka hizi ndio chunji zenyewe za kupata baraka. Unapata baraka pia kwa sababu unamsaidia mtumishi wa Mungu afanye kazi ya uinjilishaji. Asante DJ. Asante DJ.
Basi baba padre, kwa niaba ya familia na wote waliokuja kuzika hapa, naomba japo kidogo, lakini tunakushukuru sana. Tunakushukuru. Basi sasa naomba nimkaribishe msemaji wa familia. Neno la shukrani. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Padre, asante sana kwa huduma ambayo umeweza kutufanyia. Nashukuru sana kuweza kumstiri ndugu yetu na kuweza kumpatia makao yake ya milele. Lakini kwa namna pekee tunawashukuru sana watu ambao wametoka sehemu zenu mbalimbali, waombolezaji wote ambao wamechukua muda kuanzia pale nyumbani au kuanzia ile siku ya kwanza ambayo msiba umetokea, mmezoea kuja kufika pale nyumbani taratibu. Leo mmekuja kwa wingi. Safari ya kutoka Dar es Salaam kufika hapa Mwetemo yote imeweza kushirikiana na sisi, na hivi sasa kwa utulivu kabisa, upendo mkubwa mmeshirikiana na sisi. Ni kwamba tumetekeleza mojawapo matendo ya huruma ya kuweza kuwazika wafu. Maana yake na sisi pia tunajitengenezea kwamba na sisi siku ambayo tunaondoka hapa duniani, na sisi wenzetu watakao kuwepo wakati huo, basi wataweza kutupumzisha katika sehemu hizo zinazostahili. Basi tuzidi kuombeana na kutiana moyo kwamba katika safari yetu hii tuweza kusonga mbele kwa ujasiri zaidi, kwa mapendo zaidi, kama ambavyo tumeelezwa na mapadre kule pale nyumbani na hata hapa. Lazima tushirikiane na kusaidiana, kwamba tukijua kwamba safari yetu tuko katika mapito. Baada tunapita katika mapito haya, tujitahidi kwamba tuishi katika hali ya upendo, na tuondoke katika hali ya upendo. Na kwa maana hiyo tunaporudi Dar es Salaam, si kama kwa niaba ya familia nzima, tunazidi kuombea kila aina ya baraka, kila aina ya neema, na kila ulinzi ambao Mwenyezi Mungu anatakiwa awapatie juu yenu, aweze kuwapatia, na maisha yenu yafanikiwe zaidi kwa hisani hii, kwa fadhila hii, kwa wema huu na upendo mkubwa sana ambao umeonyesha familia yetu. Tunasema asanteni sana na mbarikiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Mafundi ninawashukuru. Unajua tunasahau mara nyingi mafundi ambao umetutengenezea nyumba ya Bosco. Asanteni sana, na nyinyi ndio ambao mnaendelea na kazi. Mmeweka alama ya kudumu, na mzidi kubarikiwa sana. Asante. Asanteni sana, tunashukuru sana. Nadhani sema shughuli yetu imesha